bado nina imani, 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 bado. Imani kwa Mungu. Sasa tuko kwenye nyumba ya mtu wa Mungu, tunaingia kwa ajili ya kwenda kujua historia ya maisha yake, historia ya kanisa lake, kipi ambacho kilimfanya aanzishe kanisa, kipi ambacho kilimfanya awe na kanisa lake. Basi kwa sababu tunaingia kwenye nyumba ya Mungu, ya mtu wa Mungu, naomba tuone jinsi ambavyo mtu wa Mungu alianza kusoma Biblia yake, jinsi ambavyo historia ya maisha yake ilianzia. Kwa hiyo karibuni sana. Imani Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kwa ajili ya kufahamu historia ya maisha yako. Tuko hapa kwa ajili ya kufahamu chanzo na chimbuko la kanisa lako, kanisa hili ambalo uliliita kanisa la Mtume Paulo. Mtume wa Mungu umesema kabla ya kuitwa na Mungu kuanzisha kanisa, umesema ulikuwa ni mtu wa kidunia zaidi sana. Kabla hujatupitisha kwenye kanisa lako lilivyoanza, unaweza ukatupitisha kidogo kwa nini unajiita ulikuwa mtu wa kidunia sana? Kama nilivyokuambia kwamba mimi nilikuwa nafanya kazi serikalini. Nilikuwa nafanya kazi immigration, ambapo nilianza kazi mwaka 92 wilaya ya Muleba. Nikatoka kaenda Mrongo, Karagwe. Nimezunguka, lakini wewe umesema nataka kujua historia ya kanisa. Ndio. Sio ya kwangu. Ndio. Kwa hiyo nimetoka huko kote nikahamia Dar es Salaam. Sawa. Baada ya kutoka Bukoba nikaenda Dar es Salaam. Sasa kitendo cha kwenda Dar es Salaam, pamoja na hiyo nilikuwa nimeshaanza kupata saini za kuonyesha kwamba pamoja na kwamba na starehe, nilikuwa kwa mfano kaenda taarabu nilikuwa nipo. Amina. Kanga moja nimeenda. Amina. Sijui lango la jiji pale taarabu nimecheza twanga pepeta ngwasuma. Walikuwa wanajua mwenye Juma huyu anapiga alichoki, wananijua. Kitambaa cheupe nimefika kwangu mimi ni makumbusho pale stendi. Kwa hiyo starehe zote za pale makumbusho nilikuwa sikosi na mke wangu huyu Lilian. Sasa umetaka kujua story za kanisa. Ndiyo. Baada ya kutoka kwa kule nikawa nimeanza kuitwa na Mungu, ndio kana tafuta Mungu. Nikaanza kutafuta Mungu. Kama inavyosema Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29 kwamba mwapo katika mashaka, mtakapotafuta kwa nguvu zenu zote na kwa roho yenu yote na kwa moyo wenu mtanipata. Kwa hiyo nilianza kutoka kawa huko nikiwa nasali Romani. Na angaika kwenye makanisa, kaenda Wakobe, mara kaenda huku, mara kaenda Vingunguti kwenye makanisa huko, kipindi hapo nikihangaika kutafuta Mungu uso wake. Lakini bado nilikuwa nikienda sehemu siwezi kukaa sehemu. Nikaa ngisali kama mwezi nasiambiwa toka. Nazunguka natafuta Mungu. Lakini baadaye ilibidi niombe uhamisho. Kwa babake alikuwa anaambiwa na jisia kuanzisha kama huduma hivi. Pale nyumbani kwangu makumbusho kaanza kama kutia kama maombi. Kwa nakuja watu kama 5 wangapi tunaomba. Lakini baadaye nikajiona nilivyokuwa kama Paulo alivyosema katika Matendo ya Mitume 22, ukisoma anasema alipokuwa Mungu amemtokea, hata Matendo ya Mitume sura ya 9 alisema watu hatamkubali kwa sababu anajua historia zake za nyuma. Ndio Mungu akamtuma aende Makedonia na kuendelea kuhubiri Injili. Kwa hiyo mimi nilimwomba Mungu kwamba kwa sababu mimi hapa najulikana sana, nilikuwa nafanya biashara magari na mtu wa starini kama nilivyokuambia ni. Kwa hiyo nikaomba Mungu anipe kibali cha kutoka kule kwenda wilaya mkoa mwingine. Kwa hiyo ndio maana nilivyoomba uhamisho serikalini wa kuja Bukoba au Mwanza, watu waliona nimechanganyikiwa, ndugu waliniitisha vikao, wakanipitisha pale kwamba watu wanaomba uhamisho kuja Dar es Salaam. Mimi naomba uhamisho kutoka Dar es Salaam. Kwa kweli ileta changamoto mwaka 2013. Watu wachanganya sana, wakaniitisha vikao, wakanijadili, nikamwambia no, mimi nimeitwa na Mungu na naambiwa niende mkoa mwingine. Kwa hiyo watu waliona kidogo zimefiatuka. Kawaida Biblia inasema hata Yesu alipoanza huduma, kusoma Biblia katika Marko sura 3, ndugu zake walienda kumfunga kamba kwamba amechanganyikiwa. Kwa hiyo ibidi mimi nitii sauti ya Mungu nije
Bahati nzuri ikatokea barua mbili ambayo sio kawaida serikalini. Niende Bukoba au nije Mwanza. Nikaja Bukoba na nishukuru sana serikali iliyokuwepo ilinipa na hela yangu. Ambayo sio kawaida kwa mtumishi kulipa anapoomba uhamisho mwenyewe. Japokuwa nilikuwa na vigezo vya serikali kunisikiliza. Kitendo cha kuja Mwanza nilifikia Ilemela. Sawa sawa. Na hata hivyo sababu nafikia Ilemela umesema kutaka kujua ni kama nilivyokuwa mtu wa taifa, mimi nilalaga Fly Park pale hotelini na kunywa na gari yangu. Sawa sawa. Nilikuja na mizigo, nikalala pale, baadaye kabeba mizigo kaenda Ilemela, nilipoenda kupanga nilikuwa nimeshapanga kupanga nyumba pale. Na mizigo nikatoka Ilemela. Sasa kitendo cha kuwa Ilemela nilianza kuwa na sali. Naendelea kusoma Biblia, kusali kama Mungu anavyonielekeza. Naamka saa 9 usiku na sali. Naweza kuamka saa 8 nikakesha huko nafunga. Lakini pamoja na hayo bado Mungu alikuwa amenipa neema. Niliendelea kunywa pombe kama kawaida, najichanganya vira, naenda wapi, lakini nikirudi hata kama ni saa 8 usiku naweza nikaanza kuomba mpaka asubuhi au nikafunga. Kwa hiyo niliendelea kuwa na karibu na Mungu kama Mungu alikuwa akinielekeza. Sasa Mungu ni mwema. Sawa sawa. Kitendo cha kuwa wapi kwa immigration pale immigration kwa nilikuwa mimi kusema kweli sikuwa ni mtu wa kwenda kazini sana. Naweza kusema nilikuwa mtoro. Naweza nikaa wiki moja, siku 3 saenda niko kwenye Biblia, kwenye maombi. Sasa ili mpendeza Mungu kunipa kibali kwa mabosi hata wale kuwepo pale immigration. Ukifika kuna container pembeni. Immigration ya Mwanza. Immigration ya Mwanza. Pale ukiingia immigration ya Mwanza pale kuna container, kuna na mti fulani. Kwa hiyo nilisikia naelekezwa pale iwe kama ndio kanisa yangu nasema kwa kusali. Na enzi hizo ilikuwa anaitwa Bosoto, alikuwa anaitwa Pesa mbili. Kwa kweli namshukuru sana na Mungu ambariki. Alifika sehemu akaniacha. Kwa hiyo muda wangu mimi nikiingia pale ni kwenda watu wanakuja wengine kuhudumia kutoka hospitali ya CF. Na ukiangalia kwenye klipu utaona kuna mama ametoka CF ana mimba. Na vibaya. Nageuza mtoto kwa jina la Yesu. Nageuza mtoto. Washamwambia ile katolewa kwa sababu imetungwa nje ya mfuko, lakini Bwana Yesu alinipa kibali nikaiombea nikairudisha kwa jina lake. Sifa na utukufu apewe Mwenyezi Mungu. Kwa kweli sifa na utukufu apewe Mungu kwa hayo matendo makubwa ambayo Mungu aliendelea kukutumia kipindi serikali na yeye inaendelea kukutumia. Wakati natoka kiwanja nikaenda kila sehemu, kienda Mungu akapata kibali. Ndio kaja kupata kiwanja hiki hii sehemu. Nikaita jina la Kanani kwamba hii sehemu ni sehemu takatifu ambayo Mungu atajidhihirisha. Lakini hapo sijaona na mpango wa kufungua kanisa wala sijajua. Kwamba baada ya kupata idea na ukapata eneo sehemu hii tuliko saizi ndio kaita Kanani. Kanaani, nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi. Ndio. Kama Mungu alivyomwambia Ibrahimu aende nchi ya ahadi. Okay. Kwa hiyo neno la Mungu likakuingia kwamba sehemu yote ulikosa sehemu ya kununua, lakini ukaja ukapata hapa Kiseke. Nilikuwa sipati kibali. Nikienda hata nimeenda mpaka Uongwa, nimeenda simu mpaka wapi, nikitaka kununua roho inakataa. Lakini nilipokuja hii sehemu, nilikopo hizo za ng'ombe hapo chini. Sawa sawa. Hayo nyumba yote ya kuepo. Mimi ndio mtu hata kanisa alikuepo. Kwa hiyo mimi nilinunua hii sehemu ndio kaanza kaita kwamba hii sehemu ni sehemu takatifu. Ndio. Inaitwa sehemu nchi ya Kanani. Nchi ya Kanani. Ndio. Kwa hiyo jina likafahamika hata kwenye vitabu nafikiri kwa sehemu nimeandika kwamba hili sehemu itakuwa inaitwa sehemu ya Kanani. Nchi ya ahadi. Kwa hiyo na hapo nikiwa napanga Ilemela. Naishi Ilemela. Bado umepanga Ilemela. Mungu akakuelekeza kulingana na ulivyokuwa unakosa vibali, lakini Mungu hapa alivyofika akakupa kibali na akakupa na neno la kwamba hapa itakuwa ni nchi ya ahadi ambako ni patakatifu. Mpaka leo Mungu kutokea hapo sasa Mungu akakujalia akakupa hilo neno la nchi ya ahadi ambako sisi tuko hapa leo kwenye huu mpera. Tunaomba sasa hapo ndo kanisa labda nikusaidie. Ndio sasa hapo baada ya kuweka kununua hii sehemu nikamsii Mungu itakuwaje mimi niweze kujenga, kwa sababu sina hela tena za kujenga hii sehemu. Ndio nikasikia roho wa Mungu ananielekeza. Kipindi hicho mke wangu alikuwa na matatizo, alikuwa anaumwa, nimemwacha Dar es Salaam. Mungu akasema nitamponya na hii nyumba itakuwa ujenge nyumba ambayo atakuja akae yeye. Kwa hiyo ndio nikajenga. Sasa nikashangaa nipata hela, nikajenga fence hii. Kaanza kujenga fence. Sasa wakati najenga fence mafundi wanaanza, kwa hiyo mimi ndio kawa chanzo cha mimi kuanza kukaa hapa.
chanzo kwa sababu kuna kivuli. Kwa hiyo mimi nakaa hapa kusoma Biblia. Mafundi wanaanza kujenga msingi wa fence. Kwa hiyo nikaanza kusoma Biblia kwenye kivuli hiki. Mafundi wanajenga, baadaye fence ikaisha. Kwa hiyo nyumba yangu mimi ina ramani, unavyoiona hapa. Ni ramani nilipewa usiku, jenga hivi. Kwa hiyo ibada tunasomea hapa ndio pakaendelea kuwa na utukufu wa Mungu. Hii sehemu. Baadaye nyumba ndio kajenga nyumba. Nyumba hii na fence nilijenga kwa miezi 8. Kwa hiyo ilipoanza wale kusimamishwa, na sijui alikuwa anatoka wapi. Bwana katibu, na tangu nilipofika miezi 8, nyumba ilikuwa haijawahi kuongezewa chochote kile, ila ilijifunga. Karibu sasa ni mwaka si wa 4, si mwaka ngapi? Sijawahi kuongeza chochote kwa sababu kwanza mama alipona, akaja, familia ikaanza. Sasa tangu hapo sikuongeza chochote kwa miezi 8 hiyo. Sawa. Na taenda ndani utaona sasa baada ya hapa. Sasa baada ya kukaa hapa ndio mpera huu kaendelea. Baada ya nyumba kuisha ndio kahamia hapa sasa familia yangu. Sawa. Sasa kwa kuhamia na familia ibada kaendelea kwenye mpera. Ndio tukaanza kuja mmoja baada ya mwingine baada ya kusikia maajabu ya Mungu anayotenda. Kupitia bado unafanya kazi. Nafanya kazi. Sasa point yangu ni kwamba kitendo cha kuja hapa kuanza kutoa huduma kwa kwanza hapa, baadaye usiku ikawa na ibada narudi ndani, tunapasali kama familia. Na hapa tunaendelea. Kwa hiyo watu kama 3, 4 watu wanaanza kusikia taarifa wanakuja. Kwa hiyo kipindi kanisa huduma inaanza ndio katokea kwamba ndani nina mtoto wangu ambaye anaitwa Lina. Lina saizi yuko shule inaitwa Mavuno Karagwe. Ndio alikuwa mwanakwaya wa kwanza. Kwa hiyo wakija watu 3, 4, Lina anakuwa yeye ndio mwanakwaya ambaye aliendelea kutoa huduma ya kwaya mpaka Fly Park na mpaka kanisa hili kubwa linaanzishwa. Ndio kuwa mwanakwaya wa kwanza. Mama yake baada ya watu kuwa tumetoka hapa, watu wakazidi kuongezeka na kipindi cha mvua na jua, ndio sasa kwa sababu kaza jenga nyumba, Mungu ananiambia niweke sehemu kama madhabahu ambayo tutaenda ndani, bwana katibu utaiona. Amina. Nikaweka na msalaba. Amina. Ile madhabahu ikawa ndio sasa tukawa tukirudi ndani ndio tunapoombea. Sasa kwa sababu watu walizidi kuongezeka kwa 10, 15, 10 na ngapi, mke wangu Lilian sasa ndiye akawa upande wa hudumu. Kwa hiyo watu wakija, watapike, wachafue nyumba, wafanye nini, mke wangu ndiye alikuwa yeye kama mhudumu. Mwanae Elina ni mwanakwaya, muimbaji, mama yake ndio mhudumu, baba ni mtume. Amina. Na sasa hapo ndo kanisa kabla sienda mbali ndo kaanza sasa. Hapo sijajua nitakuwa na kanisa, mimi najua natoa huduma. Kwa hiyo mama aliendelea na kipindi hicho, Mungu ambariki sana. Alijitoa, alikuwa na mimba hiyo ya mapacha, na ameshapata mapacha. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu kubeba viti, watu wanaenda kuongezeka mpaka labda 50, 40, ndio abebe viti, ndio apige deki. Kwa kweli ilikuwa ni kazi moja ngumu. Ni kazi moja ngumu sana, na Mungu alimtia nguvu, aliendelea hiyo kazi. Lakini sasa hatizeeni watu baada ya kuwa wamezidi kuwa wengi, kuwa wengi, na mmoja hapa akiwa ni wewe. Na nyinyi mkaanza sasa kuja. Nakumbuka. Ndio nimelala, Mungu ananiambia wewe ni kama Paulo. Uliyapitia, uliyafanya ni kama Paulo. Na mimi nitakutumia kama Paulo mtume. Nimelala usiku, ndio mikono yangu kainuliwa juu, nikaona anga linafunuliwa kwamba umesamehewa dhambi zako zote. Sasa nitakutumia kama Paulo na mikono yako imebarikiwa kama mtumishi wangu Musa. Kila utakapoinua nitashuka na kujidhihirisha. Na nafikiri wewe ni shahidi na uliokuja nao. Mikono yangu ikiinuka, unaona maajabu yanatendeka, watu wanaponywa, watu wanafunguliwa. Ndio nikaona mikono yangu inakaa juu. Ilikaa kama nusu saa bila kushuka, nisiweze kushusha. Nilikuwa nimelala kama saa 9. Ndio kaambiwa kafungue kanisa, ulite kanisa la Mtume Paulo. Sasa mimi nikawa na dini zote. Kwamba dini zote, makanisa mengi yatakuja, Wahindi, Waarabu, Waganga, Waislamu, Wapagani watakuja kusujudu miguuni kwako. Kwa kweli ilikuwa kama kitu kichekesho. Mimi sasa nikajiuliza kanisa mimi wapi na wapi? Wanatanzaje mimi mwenyewe hayo mambo wapi na wapi? Ijapokuwa baba yangu ndiye alikuwa katekista wa kwanza wa Roma ni miaka hiyo, na babu ndio padri wa kwanza Mwafrika na miongoni mwa mapadri watatu mwaka 1917.
Amina. Sasa ukienda kutupeleka kwenye historia ya familia yako. Nilikuwa nakuonyesha sasa kwamba ilikuwa sikuwa aware. Na aware hayo mambo kwa sababu mimi mambo ya shift kutoka Roma nilikwenda kuanzisha kanisa ilikuwa ni kazi moja ngumu sana. Na nilikuwa utaenda kutuambia na familia lazima itakuwa ni shake kipindi. Sasa hayo ni makubwa zaidi. Hayo leta shida. Hayo mpaka familia walinitenga, ndugu kanitenga na nini. Sasa hapo kipindi cha kutoka sasa kule. Sawa. Sasa baada ya kuwa ndani mule watu wakaongezeka. Watu wakawa wengi, sasa taarifa zikaweka sehemu kwa sababu watu wanaponywa, watu wanafunguliwa, sio zao wale. Wengi walipata mimba. Walikuwa na miaka 15, 10 wamezuka mpaka Dar es Salaam mpaka wapi, Mungu akawafungua. Mungu akazidi kukuza kanisa lake kama anavyosema katika Matendo ya Mitume sura ya 5 na ya 4 kwamba anakuza kanisa mwenyewe apendavyo. Mungu akaniambia nenda kaanzisha kanisa. Hilo kanisa tukaloanzisha utaita kanisa la Mtume Paulo kama nilivyokuambia, na halitatangazwa popote. Usitangaze kwenye radio wala kwenye TV, wala usandike bango popote pale. Mimi nikuonyeshe kwamba nimekuita, nitalikuza mwenyewe. Na usimsumbue atakayekuja. Walio wangu watanabatana na wewe, wasio wangu wataondoka. Na wewe hutawarudia wao, bali wao watakurudia kama Yeremia 15 kuanzia mstari wa 19. Akasema watakao kuwa kwangu watanabatana na wewe. Wengi watakuja wataona wataondoka. Na wengi watakuja watasujudu. Na nitawaleta hata walio masaragu ya Shetani watakuja kusujudu kwako. Ndiye akanipa Matendo ya Mitume Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 9. Sasa baada ya kanisa hili kwa watu wamekuwa wengi na mama ndiye amelemewa na nini, ndio hapo kanisa kaanza kuitwa Mtume Paulo na watu kaanza kuja hivyo na wote tukahamia, na wewe ukiwa mmoja wapo. Hapo unaanguka unasimama, unaanguka unasimama, ndio kuhamia. Kabla tujaenda Fly Park kwamba naamini ulikuwa unaongelea ni miaka ya 2015 14 15 ndio huko hapa nyumbani, ndio tuko hapa kwenye hili eneo takatifu la nchi ya ahadi ambalo Mungu alikuanzisha nalo. Kwa hiyo ni miaka 2014 kwenda 2015 ndio tunatoka mahala hapa baada ya watu kuwa wengi, waumini kuwa wengi, na kipindi hicho wewe bado unafanya kazi. Uliwezaje kabla hatujatoka sasa hujatupitisha kutoka hapa kwenda Fly Park, uliwezaje kutenga muda wa kwenda kazini na serikalini kipindi hicho? Najua kulikuwa ni kazi ambayo ya serikali inatakiwa saa 2 umefika, labda saa 10 umetoka, na wewe unasema ulikuwa unapokea watu wengi. Huo muda uliwezaje kupanga? Au Mungu alikuteteaje kipindi hicho? Unaposikia mtu anakuambia serikali ya mbinguni, serikali ya duniani, serikali ya mbinguni ni original. Serikali ya dunia zote za Marekani za wapi ni photocopy ya serikali ya mbinguni. Na hakuna aliye juu ya Mungu, wote tuko chini ya Mungu. Unaona rais wetu Magufuli anapenda, atafanya mambo yote lakini anagusia Mungu. Nampenda sana na Nyerere mwenyewe kwa hivyo. Atafanya upumbavu, atafanya vyote, atafanya nini kile anasema tumuogope Mungu, tumtegemee Mungu. Baraka huyo ni mtu ambaye anajua kwamba Mungu anaweza yote na Mungu yuko juu ya yote. Kwa mfano mimi najishangaa. Mimi naweza kutoenda kazini wiki moja, siku 3, siku ngapi, lakini mtu mwenzangu asipoenda na anapata shida. Lakini mimi nilikuwa naweza kutoenda nikakaa kuhudumia watu. Nilikuwa naweza kutoka hata wiki 2 mimi. Nilikuwa naweza kwenda asubuhi saa 3 kuhudumia watu. Na hapo siende tena. Kwa sababu gani? Biblia inasema Daniel, hata kusema Yusufu alipokwenda gerezani, Roho wa Mungu alikuwa ndani mwake. Kwa hiyo hata alipokwenda gerezani katika Mwanzo kwanza 36 pale, utaona Yusufu alitembea na Mungu ndani mwake. Kwa hiyo hata kama alikuwa akifungwa, alikuwa anapata kibali mbele za wafalme wale. Kwa hiyo hata aende gerezani, hata aende popote pale, wale wanakuwa kama wako chini yake, lakini wao ni wafalme lakini walikuwa hawajui. Kwa hiyo hata mimi nilikuwa nikienda popote pale. Na ile alikuanzia hapa, hata ikiwa Dar es Salaam, nilikuwa na uwezo wa kutoenda kazini, nikakaa ndani na sali naomba Mungu, lakini hata bosi wangu anikuta anisumbui. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo, hata kama niweza kutoa huduma hapa, naweza nikatoa huduma nisiende popote, na nikaenda kazini na nikakaa, nikaenda shughuli zangu. Amina.
Nafikiri katibu umeelewa. Amina, nimekuelewa mtume wa Mungu, ni jinsi gani ambavyo Mungu Roho wa Mungu alivyokuwa alivyo ndani yako aliendelea kukutumia na kuendelea kukuangazia zaidi. Umesema kanisa ndo lilianzia hapa, ulianza kusoma Biblia hapa na baada ya hapo ukaenda ndani. Na umetuahidi kwamba utatupitisha ndani tukaangalie madhabahu ya ndani. Kwa sababu tumekuja bila taarifa, yawezekana tukamkuta na mama naye akasema na wako mama aweze kumpata saizi ni kama hayupo. Amina. Ndio. Basi hapa tunapoondoka saizi kanisa ambapo mtume wa Mungu alipewa. Kwa hiyo kwa fupi na kipindi huduma inaanza tulikuwa watu wachache. Sawa. Na hii sitting room na nyewe ni kama unaona kama imekaa kama kanisa. Sawa. Kwa hiyo yote hivyo ilikuwa napewa ramani, sijajua kama watu watakuja kwa wengi. Kwa hiyo tukimaanisha hivyo mtume hata hii ramani inawezekana hujachora au sikuchora. Niliita mafundi. Fundi alijenga hii alikuwa ni kibarua. Alikuwa anasaidia fundi alijenga fence. Sawa. Kwa hiyo wakati usiku nimelala, Mungu akaniambia nenda ukamchukue kijana fulani, kwa sababu wajui. Ambaye yuko pale ndio mwambie atajenga hiyo nyumba. Sasa mimi kijana nimwambia, kaambia wewe kijana njoo, sikujui ndio Mungu anasema, asema mimi siwezi kujenga nyumba kwa sababu ni kibarua. Sijawahi kujenga nyumba. Kaambia hapana. Mungu ameniambia wewe, mimi nitakuwa nakuelekeza utajenga. Kwa hiyo hakuwa na hata mfundi. Ndiye akaja tangu siku hiyo ndio tukaanza kujenga nyumba hii. Kwa hiyo mimi kana mwelekeza, hapa fanya hivi, hapa fanya hivi. Kwa hiyo ukija hapa. Ile ndio. Sawa. Hii ni sehemu takatifu ambapo tunapiga magoti kuomba na kanisa ndipo lilipokuwa mara ya pili sasa hapa. Baada ya kutoka pale. Baada ya kutoka kwenye mpera kanisa likaja hapa. Na watu wengi wanaokuja nyumbani kwa Mungu kuleta chochote, shukrani, labda chakula kwa nyumba ya mtu wa Mungu, upenda kuweka hapa. Sawa. Na wakaomba na wengi wakiweka hapa wengine wanapata huduma, wengine watapika, wengine nini. Kwa hiyo madhabahu hii ilikuwa na ndio tuseme ya kwanza. Tuko pamoja hapa. Amina, tuko pamoja hapa. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa madhabahu ya kwanza baada ya kutoka pale kwenye mpera. Ndio. Ambayo mpaka saa hizi inaendelea kwa madhabahu. Hata baada ya usiku au kama kuna mtu anakuja nyumbani kwa nyumba ya mtu wa Mungu, wao wanakuja hapa kuja hapa. Hata kileta chochote kile, shukrani, zawadi kwa mtu wa Mungu. Biblia inasema msende nyumbani kwa mtu wa Mungu bure. Katika Mhubiri sura ya 5. Kwa hiyo kuna wengi anasema na Biblia inasema muhudumie nyumba ya Mungu. Kuna mtu analeta labda mchele, mwingine analeta labda mafuta, mwingine analeta muhogo, mwingine analeta labda kuku, kama roho yake anapomwelekeza. Kwa hiyo wale wengi wanakuja hata kama sipo wanajua kwamba mtaleta kitu lazima aje hapa kuomba. Sawa. Amina. Tunashukuru sana mtume wa Mungu kwa hiyo na kwa ufupi sasa ilikuja kuaje kwamba unaposema baada ya kanisa hilo kuliita na mtume Paulo na dini zote ndio ikawa changamoto, watu wengi wakawa wanasema itakuwaje ya dini zote. Mungu akulenga chini. Alisema watu makabila mengi yatakusanyika. Lakini kusema kanisa la mtume Paulo dini zote alikuwa anamaanisha kwamba kanisa hili litakuwa lina power, lina uwezo, alafu alitajibagua na kanisa lingine. Kwa mfano kama sasa hizi kanisa la mtume Paulo linaimba nyimbo za kila kanisa. Iwe ni wimbo wa Romani, iwe ni wimbo wa KKT, uwe ni wimbo wa walokole, uwe ni wimbo kwa sababu Sabato, imani Mungu anamtaja Kristo na kumtukuza Kristo. Kwa sababu hivi ni vyama, rais ni mmoja ambaye ni kama Magufuli. Kwa hiyo dini hivi vyama, makanisa ni kama vyama. The issue ni Mungu aliye juu ya miungu yote ambaye ni mwana Yesu Kristo Nazareti. Kwa hiyo nyimbo kama zinamtukuza Mungu, kama nyimbo zinamsifu Mungu, Mungu ananiambia hazina haja ya kubagua huu wimbo wa Romani, huu ni wimbo wa KKT, huu ni wimbo sisi wa kwetu walokole, huu ni wa Sabato. Hiyo ni kama ukisoma Wakorintho wa kwanza sura 3 utayaona haya maneno, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Sasa kama kwa hiyo haikuwepo haja ya ndio Mungu akaniambia nyimbo zote watatukuza. Lakini salamu mama itakuwa ni Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Na Yesu kwanza, dini baadaye. Kwa sababu kama hivyo ni dini. Yesu ndio njia, kweli na uzima. Nikafunuliwa. Kwanza mimi kabla sijaanza nilikuwa namwambia Mungu, baba yangu wa kiroho, ni nani atakayekuwa ananiongoza? Ndiye nimelala akaona picha TB Joshua. Nikiniambia huyo ndio baba yako wa kiroho.
Na siku mimi naanza kuombea kwa sababu ukiangalia kazi ninazofanya, mimi sienda nimeenda chuo cha kusoma Biblia. Sienda chuo cha kutenda kazi za maajabu hizi. Kwa hiyo aliyekuja kunielekeza kwamba kwa unafanya hivi, alikuwa TV Joshua katika maono. Mtume wa Mungu, umeendelea kutuelezea vizuri salamu hizi ambazo Mungu alikupa wewe, na kwa jinsi ambavyo tumekaa kanisani watu wanaendelea kuzielewa. Labda katika maono yako, katika kupita kwako, katika watu marafiki zako, haujawahi kukutana na watu labda wana challenge salamu zako? Kristo amesema wazi kama sikuja kuleta amani bali upanga. Na yeyote anayetaka kumtumikia afuate nendo zake. Nimekwambia Kristo katika Yohana 7 sura ya 5. Biblia inasema hata ndugu zake walimkataa. Na Yohana 7 tena mstari wa 7. Biblia inasema kabisa kwamba dunia haiwezi kunipenda mimi bali wapenda ninyi, kwa sababu mimi naishuhudia kwamba kazi zake ni mbovu. Sasa kadri yetu anayetumikia Kristo, mwenekatibu lazima akubali kuchallengewa. Mathayo 5 ukianza sura ya kwanza mpaka mstari wa 11 inakueleza ili wewe utakaoudhiwa, ili wewe utakaonewa kila jambo baya kwa ajili yangu, maana kwa mbinguni na kwao. Kwa hiyo challenge kama hiyo maana hata mimi nilivyoitwa ni challengewa. Sema sawa. Mimi nilipopata kazi ni challengewa. Niliporudisha mshahara kwa kazi ni challengewa. Sema Mungu ameniita walichalenjiwa. Na nakumbuka nilishakwambia kwamba mimi nilipokuja kutoka hapa kwenda Fly Park ya kulipa ule ukumbi bure. Ule ukumbi alikuwa anakodisha. Nikupe mfano. Alikuwa anakodisha hela nyingi. Lakini alikuwa ananiita mweu. Kwa sababu natembea barabarani naombea watu na nateketeza kila saa 7 mchana. Lakini baada ya kuona kazi za Mungu, alikuwa ananiita mweu. Aliniomba msamaha, ndiye akalipa ule ukumbi niwe naulipa 200 kwa mwezi. Ambaye nakushukuru sana Bwana Katibu, na wewe ulijitoaga miezi nafikiri 5 au 6. Miezi 5. Mungu akubariki sana. Na mama yangu anaitwa Alice Mwijage. Naye alijitoa kwa kulipa hiyo kodi ya mwezi. Sababu mimi narudia baada ya kuitwa niambia niache biashara, niache kazi. Na hapo ndio muda sasa huo nakuja kuacha kazi. Hiyo sasa ilikuwa ni siku nyingine ya kujua niachaje kazi na nilikuwaje na historia yangu. Walikuwa wanataka historia ya kanisa. Na kabla ya hapo umesema kanisa kaje. Baada ya kukaa pale kwa muda Fly Park. Kwa muda nafikiri mwaka mmoja na miezi kama miwili ndio ngapewa Bwana Prosper akanipa kiwanja Buongwa. Kwamba niende Buongwa, amenipa kiwanja kile kanisa. Kwa kuwa mimi naongozwa na mimi ni mwajiriwa. Mtumishi mzuri ni anayetii boss wake. Wa mawaziri wazuri ndio wanaomtii Magufuli anachokisema. Ndio maana wanasema wapenda. Sasa mimi nimeajiriwa na Kristo. Kwa hiyo kila unachotaka kulipa au kukifanya au kutenda lazima ni mmoja yeye au yeye atoe maelekezo. Kwa hiyo Bwana Producer aliponipa kiwanja Buongwa, sikupata kibali mbele za baba nikakichukue au nikachukua bila manufaa yangu. Sio kwa manufaa yangu wala kanisa. Kwa hiyo nikimrudishia Bwana akiniambia nitainua mtu mwingine atakupa kiwanja ambacho karibu na wewe unapoishi. Kwa hiyo kama kiwanja chake, watu wakaniona kama mweu. Kwa nini mchungaji gani alishawahi kupewa kitu akirudisha? Ni mchungaji gani alishawahi kupewa kitu asikichukue? Lakini kwa kuwa mimi nile naye, sio wao labda walio naye. Na mimi namtii huyu, namsikiliza huyu mwajiri wangu. Kwa hiyo baada ya muda ndio ikatokea watu walizidi kuwa wengi. Watu wakazidi Fly Park. Kwa hiyo ikatokea watu wa makanisa baadhi yao wakawa na wivu. Kama hivyo katika Matendo ya Mitume. Wakabidi wapange mipango, wamuone mwenye ukumbi, wamuongezee hela ili mimi nitoke nikitoka watabaki na wale waumini. Sawa sawa. Lakini Mungu asivyo tanguliwa akili. Kitendo hicho Mungu alikuwa ameshaitoa mzee Kimati, ambaye alikuwa ni mzee yuko BOT, anaumwa, ana ugonjwa umeshamsumbua, alikuwa analipwa kitu usiku. Nikawa nimemuombea kwenye simu, alishaangaika kupondwa ikashindikana, nikamuombea kwenye simu. Anaitwa mzee Kibosho. Nafikiri unamjua. Anaitwa Kimati, lakini ana baa anaitwa Kibosho. Sawa sawa. Nikamuombea kwenye simu, alipoona amepona akawa ndani kwa muumini wangu. Sawa sawa. Kadri huduma ilivyokuwa ikienda, Mungu akaniambia nitainua mtu atakayekupa kiwanja. Ndio kaambia jamani, Mungu anasema kuna mtu atanipa kiwanja. Amen.
Ndio tumekaa ibada inaendelea, yule mzee akaamka akasema mimi nakupa viwanja vyangu viwili karibu na kwako. Na ndivyo vilikuwa, na niwaambia kwamba Mungu anasema nitapewa kiwanja kimekaa hivi kila mteremko. Na nafikia hata wewe kipindi hicho sio kama ulikuwepo. Nilikuwepo nakumbuka. Akasema atanipa kiwanja kilicho na mteremko na nikacholea ramani kitakavyokuwa. Na hiyo mzee alipokisema nikasikia roho wa Mungu anasema ndio hicho. Nikaenda nikakiangalia, nikakuta ni kile kile ambacho kanisa lipo leo. Kwa hiyo watu wa Mungu ni kwamba ilibidi sasa wakati bado sijawa na mpango hata kuhamia pale, kwa sababu alikuwa ni kichaka na ile sehemu ilikuwa wanasema ni sehemu ya wachawi na vichaka vingi na nini. Sasa mimi kuendelea na huduma pale pale, lakini baada ya watu kuja kwa wamepata kupachukua, nilipewa wiki 2. Na mimi Mungu ya kutoka kwamba leo nimepisha, kwa sababu kuna mzungu ana kanisa ameipa miaka 8 bwana katibu pale. Ukapewa wiki 2. Wiki 2. Haujui ufanye nini? Sijui nifanye nini. Sehemu uliopewa ni vichaka. Ni vichaka. Sehemu ambako kulikuwa na wachawi. Mungu aliendelea. Na sina hata 100. Sina hata 500. Ndio huduma yangu wewe ni shahidi. Ni huduma yangu mimi ya bure. Sio nipe hiki au nunua chumvi, nunua mafuta, nunua maji, sina. Mimi huduma yangu ni ya bure. Kwa hiyo sina chochote. Anayetoa anatoa kutoka moyoni, kinasaidia mimi kujikula. Kwa hiyo kwa kuwa nimekwambia kazi aliyoanzisha Mungu, hakuna mwanadamu kuizuia. Na kazi aliyoanzisha Mungu anahudumia yeye. Kama msiji wa kanisa hili ulivyoanzishwa na Mungu ndiye ananiambia ombea watu bure, mimi nitakuwa na watu wa kusupport huduma na kujitoa. Kwa hiyo Mungu alivyo ajabu, niliendelea kumsikiliza Mungu. Nikanyanyuka, nikawatangazia watu kwamba kanisa bidi lifike Liame. Nikakaa, nikaja pale kichaka. Nikakaa, nikaomba Mungu. Nilishangaa watu wanaanza kuinuka. Tena sio sasa kanisani, marafiki na nini ambao wanapiga vita, wanatuma 300,000, 500,000, laki nani, nikajenga kanisa lile kwa siku 4. Sifa kwa Mungu. Nikajenga kanisa kwa siku 4. Baada ya masharti yangu niliyopewa yale nisilitangaze wala nisiweke bango. Mungu ataleta watu yeye mwenyewe na atalikuza yeye mwenyewe kupitia Matendo ya Mitume sura 5. Amen. Kwa hiyo kanisa ndio likahamia pale ndani ya siku 4, nikampisha yule mzee. Na watu bahati mbaya waliotegemea kabaki pale, nikamwambia kama kweli umeitwa na Mungu na umetoa kwa fadhila ya Mungu asamehe. Lakini hasira ya Mungu maandao zikuzuia. Ni kama kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura 25, utaona na habari Daudi alisamehe lakini Mungu alimuua kwa kumdharau mtu wa Mungu. Kwa hiyo hata mimi baada kutoka ile kanisa ile sehemu ilisambaratika, na nafikiri kama wanaume wengi saizi wazee 5 au 4 na wamelipa miaka 8. Kwa hiyo mimi ninaongelea kwa 100. Kwa hiyo bwana katibu, nafikiri historia fupi ya kanisa la Mtume Paulo ndivyo hivyo. Na kanisa la Mtume Paulo ujue nimekwambia halichangishi kila muumini atoe hiki. Na halina sheria kwamba kila muumini alete mti, alete mawe, alete tufani au aingie mitaani achangishe au achukue fomu azunguke kwa watu mitaani au kwa kila muumini. Ni kila anayeguswa, ndio msingi wa kanisa la Mtume Paulo. Anayeguswa atoe, anayegusa apanue, lakini kwa kuomba kibali kwa mtu wa Mungu. Na ndio maana kuomba kibali kufanya chochote kanisani pale Mungu akakataa. Na unaweza ukaita kitu Mungu akakurudishia. Mungu akubariki sana. Amen. Basi sisi tunashukuru sana mtume wa Mungu, lakini kabla hatujamalizia mazungumzo yetu haya ya historia fupi ya kanisa letu la Mtume Paulo, tumejua maana yake, misimamo yake na utaratibu wake jinsi ambavyo limeanzwa. Labda siku ya kwanza mimi nakumbuka kwa sababu fly packet tulikuwa pale 2015 mpaka 2016 mwezi wa kwanza. 2016 tukaenda 2017 kwa kumbukumbu zangu ndo tukahamia mahala hapa ambako kanisa la Mtume Paulo lipo mpaka sasa. Labda siku ya kwanza kulingana na wewe ambavyo ulivyokuepo pale, kuna vitu ambavyo labda vilitokea. Kwa hiyo niwaambia watu ili mjue kwamba ile sehemu takatifu tunaenda sehemu ya hadi kama kumbe ndio kukalia jina la kwanza la Kanaani, tunakwenda ile sehemu ya hadi. Siku tutakapoenda hiyo ilikuwa ni Jumatano nafikiri. Mvua ikanyesha siku hiyo. Sawa. Na kweli tulienda, ilikuwa ni ibada ya saa 7, nikamkumbusha Mungu, haikuchukua dakika 5, mvua ikanyesha. Watu wakashangilia na mvua ikapiga na watu wakatukuza Mungu wa Ibrahimu na Isaka. Sifa.
Hizo lakini hizo ni sign ndogo ndogo. Siku kuta nimekaa vizuri, nitakupa sign. Hata hii madhabahu. Hii madhabahu nilienda pale immigration kwetu ofisini, kuna mti unatoa vile vidude wanataka vyeupe fulani vya watu wanavichoma hata makanisani wengine. Niliviomba nikaviweka hapa. Nikachoma, nikamwambia Mungu kama wewe ndio umeniita katika jina la Bwana Yesu Kristo ili kutumikie, moshi upande juu uwe mweupe. Na nikaweka hapa, nikawasha mwanzo, moshi ulipoungua, moto ulipanda mpaka kwenda juu. Umesimama. Ilikuwa ni sign ya kuonyesha kwamba kweli ili nchi ya ahadi na kweli Mungu ameniita na kweli kanisa la Mtume Paulo na dini zote ni kanisa la Mungu aliye hai. Nilipofika pale nilitabiri kwamba viwanja vya pale vyote vitakuwa ni viwanja vya kanisa la Mtume Paulo. Sawa. Kama nakumbuka maneno kwamba ili muone kwamba hii kanisa la Mungu, viwanja vyote vilivyozunguka ile eneo. Wamenunua milioni 40, wamenunua 50 na kule kwa wamenunua 35 40. Nikakwambia nitakuwa nawapangia bei nitakayowapa. Na ili mjue kama ni viwanja vya kanisa, hakuna atakayejenga, hata atakayemuuzia mwingine hata jenga. Viwanja vilikuwa viwanja vitano. Lakini utukufu kwa Mungu aliye hai, naona ni miaka 3 karibu. Viwanja vyote vimenunuliwa. Walionunua 30 wamepewa milioni 7, wengine 10 na viwanja vikarudi kwa Mungu. Sifa na utukufu wa Mungu aliye hai. Kusoma kutoka sura ya 3 na ya 2 hata ya 4. Musa alikuwa anamuuliza wewe ni nani? Akasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Musa kwenda alitaka kuona sign, kuona uweza. Je, huyu ni Mungu wa Ibrahimu atendaye yasiyowezekana? Ndio maana Mungu akamwambia una nini? Fimbo. Akarusha ikawa nyoka. Akashika ikawa fimbo. Weka mkono, akatoa, akaamusha, akaweka ukawa na ukoma. Akautoka. Musa akajua kwamba huyu ndio Mungu wa kweli. Akaenda kwa Farao. Kwa hata mimi tutayakutana naye hayo wakati wa kuacha kazi. Saini ilikuwa nini? Mpaka leo na imani kwamba ni Mungu nirudishe kazi. Amen. Nakubariki sana. Tunashukuru sana mtume wa Mungu kwa muda wako huu ambao umetenga kwa ajili ya kutufafanulia na kulifafanulia kanisa kwa ujumla, kwamba kanisa lilianzia wapi, maono yako yalikuwaje ambayo ulikuwa unapewa na Mungu, na mpaka sasa tulipofika hii miaka 4 ya kanisa la Mtume Paulo. Emmanuel Mamalina, Mungu pamoja nasi. Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Habari ya hapa? Salama kabisa. Amina. Tumekuja kwa kuwashtukiza leo kwa sababu tumekuja kumtembelea mtu wa Mungu. Tukaona ni jambo jema kumuuliza maswali mafupi kuhusu historia ya kanisa la Mtume Paulo, lakini katika kutuelezea kwake akatuambia kwamba wewe ndio ulikuwa mhudumu wa kwanza wa kanisa la Mtume Paulo kipindi limo huko ndani, kwa kusafisha, kwa kushika watu, pamoja na mtoto wako ambaye ni Lina ambaye ndio alikuwa mwanakwaya. Haya maneno kwako unayapokeaje? Changamoto gani ulizipata kupitia hiyo huduma ya kwanza kipindi iko huko ndani? Ni kweli huduma ilianzia mahali hapa, na mimi ndio nilikuwa mhudumu wa kwanza na mwanangu Lina ndio alikuwa mwimbaji wa kwanza. Tuliweza kuwapokea watu wengi. Baada ya huduma kwa imeanzia ndani, haikuwa ni kazi rahisi kupokea grupu la watu na kukaa katika mazingira ambayo ni ya ndani. Vitu vingi viliweza kuharibika, lakini kwa sababu ni neema ya Mungu tulikubaliana nazo. Tunashukuru sana, na mimi ulikubaliana moja kwa moja safari ya mtume wa Mungu aliye hai kwamba mnaenda sasa kwenye sehemu nyingine ya kwenda kuanzisha kanisa. Labda hayo wewe ulikuwa unafahamu kwamba kuna kanisa litaenda kuanzishwa, au ulikuwepo tu kufanya usafi hivi? Alikuwa ameshawahi kukushirikisha labda? Hakuwahi kunishirikisha kwamba kuna kanisa litaanzishwa. Ila ninakumbuka huduma hii wakati inaanza, sisi kama familia tulikuwa tuna utaratibu wa maombi. Na ilikuwaga ni kila Alhamisi jioni tunakaa na familia tunasali hapo pembezoni mwa nyumba. Baadaye tukahamia kwenye mchungwa. Lakini baada ya hapo kuna mgeni alikuja kutembelea, Mama Jessica. Akakuta tunasali, akapenda kusali na sisi. Kwa hiyo tukamwambia sisi watu na utaratibu, akawa anasali na sisi. Kwa hiyo ndio
tuseme huduma ndio jinsi ilivyoanza. Kwa hiyo wewe ulienda ulipokea tu kama utaratibu ambao ulikuwa umejiwekea, kusali pamoja na majirani, kusali pamoja na wageni wengine ambao walikuwepo hapa, ndio jinsi ambavyo wewe ulipokea. Na kama ambavyo mtume wa Mungu amesema maono haya alikuwa nayo yeye, kama ambavyo ametuelezea kwenye historia yake ya kanisa ambavyo lilianzishwa. Basi tunakushukuru sana kwa muda wako huo ambao umejaribu kutuelezea kwa ufupi. Labda kuna neno jingine ambalo unatamani kutuambia sisi viongozi wa kanisa la Mtume Paulo ambao tumeambatana kuja pamoja hapa kwa ajili ya kufahamu historia ya kanisa letu? Ndio. Karibu. Kipindi huduma imeanza baada ya watu kuwa wamehamia ndani, kama nilivyotanguliza mwanzo, huduma haikuwa rahisi. Manake watu walikuwa wanakaa kwenye nyumba, kwenye makochi kama hivi, wanatapakaa nyumba nzima. Kwa kweli kwa upande mwingine kibinadamu ilikuwa inaleta hata makwazo wakati mwingine mpaka vyumbani. Lakini pia hata makochi yalifikia hatua yakaharibika kabisa, nyumba ikachafuka. Ninakumbuka kipindi hicho tulikuwa hatuna hata viti vya kukalia wale waumini. Mtu wa kwanza kutoa zawadi niseme ya viti ni katibu wa kanisa hili ambaye anaitwa Mr. Joseph Bujiku, na baadaye kuna muumini mwingine tulikuwa tumezoea kumuita mratibu, ndio akaleta viti vingine 10. Ndio hapo mwanzo wa kupata viti. Sasa changamoto ikaja, muda huo lazima upange viti. Kwa hiyo nilikuwa nikipanga viti, ikitokea huduma wa katapika, mimi nilikuwa nikideki matapishi. Na muda huo nina ujauzito wa mapacha. Kwa kweli haikuwa kazi rahisi. Na hata hivyo baada ya kujifungua nilikuwa nikifanya hizo kazi kwa kuumia huko, nilikuwa nimeshikilia tumbo langu. Lazima nifanye usafi saa nyingine. Sasa tunahamisha hadi vitu vingine kama TV, tulikopa zikafunjwa. Wakiwemo na wasichana wangu wa kazi, na mshuru Reswika, ambaye pia alikuwa pamoja na Kakafatu, walikuwa bega kwa bega kufanya hizo kazi. Na baada ya hapo kanisa likaendelea kukua, ndio mtume akawa amepata wazo la kujenga kanisa huko ndani ya fence. Kumbe kulikuwa na wazo jingine ambalo lilikuwa kanisa lijengwe huko. Amina. Hilo wazo lilikuwaje? Hilo wazo binafsi sikubaliana nalo. Kwa sababu sasa niliona ikiwa ndani huko tena ya nyumba kama binadamu kuna changamoto nyingi tu ambazo zinatokea, manake kanisa linakaribisha watu wa kila aina. Lakini haikuwa rahisi pia mtume kukubaliana na haya mawazo. Lakini niliendelea kumsihi Mwenyezi Mungu, ndipo alipotokea mtu mmoja, siku hiyo sikuwepo mimi, sijui ni nani. Akaongea na mtume, akawa mtume akamuonyesha sehemu ya kujenga, akasema hapana, hapa utaleta sasa ugomvi na familia. Ndio akashtuka. Ndio kuanzia hapo sasa wakapata wazo la kodi eneo. Ndio tulijaribu kuelezea kwa ufupi yale ambayo na wewe unafahamu kupitia mume wako ambavyo ametembea na Mungu, jinsi ambavyo kanisa amelianzisha mpaka hapa ambapo sasa tupo. Labda turudi kwa mtume wa Mungu pale ambapo alikuwa hajatupitisha kwamba mtume wa Mungu Mama Lina, mama mtume amesema kwamba ulitamani kuanzisha hata humu ndani ya fence yako kanisa jingine. Kwa nini uliamua kuanzisha kanisa ndani ya nyumba yako jingine? Nashukuru kwa swali kama hilo. Nashukuru lao wao kunikumbusha, mimi sikumbuki, lakini nimekueleza mimi hata kuweka huduma kwenye nyumba yangu humu si kitu rahisi kwa mtu wa kawaida. Mimi sababu niliyopewa nilikwambia ni Emmanuel na Yesu kwanza. Ninaposema Yesu kwanza, nyumba baadaye, era baadaye, ufahari wa dunia baadaye. Kwa hiyo mimi ninaposema Yesu mimi siwezi kuona kwa macho yangu, ni watu wake ndio Yesu, kondo zake. Kwa hiyo mimi kubomoa hii nyumba kajenga kanisa nilikuwa mpaka hata leo unaona kitu cha kawaida. Ili watu kondo wa Bwana wapate malisho, pate zizi za kujihifadhi. Kwa hiyo sikuwa na hela ya kununua kiwanja na watu wazidi kuongezeka. Sasa nyumba hii haizidi Bwana thamani ya Yesu aliyefia msalabani. Kwa hiyo niliona kwamba ni heri, ndio maana nakwambia nitamtumikia Mungu na mali zangu na vitu vyangu. Kwa hiyo mimi hii eneo na uangalie kesi ya Ibrahimu na Isaka. Mungu hakuweza kumbariki au kutupa sisi ahadi ya kubarikiwa katika Mwanzo sura 22.
Alimpa baada ya kuona moyo wake uko tayari kumtoa mwanae kama sadaka. Bwana katibu, alimwambia kama unanipenda kanitolee mwanao, tena mwanao wa pekee. Sasa Mungu alikuwa anaangalia moyo wake, umewekeza kwa mtoto aliyepewa na Mungu au umewekeza kwa Mungu aliyempa mtoto. Kwa hiyo hata mimi mama yangu pole, lakini kwa kuwa mimi ndio niliitwa, Mungu alitaka labda kunionyesha kwamba je, ili eneo nililo nalo au ili nyumba ya matofali na yathamini au nathamini Mungu. Na ndio maana unaona kwamba nilipokubali kwamba niko tayari kubomoa hapa kujenga nyumba ya Mungu, Mungu akanipa fly pack. Kwa hiyo Mungu alitaka labda kuangalia moyo wangu kwamba nathamini ile nyumba, maana yake Mungu anaangalia ile point. Unaona hata Ibrahim alipochukua panga kumweka mtoto kwenye shingo, ndio malaika akamshika mkono. Kwa kuona kwamba tayari haangalii mtoto bali anaangalia Mungu aliyempa mtoto. Nafikiri nimekujibu Mungu. Na mimi umenijibu vyema kabisa, na tunaendelea kujifunza maana ya kanisa lako unavyosemanga kwamba misingi yako imejengwa kupitia kama ambavyo jina la kanisa lilivyo kwamba kanisa la Mtume Paulo, na maana ni kuendana pamoja na matendo hayo. Lakini pia umejikita sana kuelezea habari za Ibrahimu. Kwa hiyo tunaendelea kujua zaidi maana ya Ibrahimu ambavyo wewe ambavyo anakutumia kupitia vitabu vyake. Kwa hiyo watu wa Mungu tumefika nyumbani kwa mtume wa Mungu. Labda kusaidie. Si Ibrahimu tu. Mungu akitaka kutumia, Mungu watu wanadamu wote tulivyo au wachungaji na mitume na mimi wamegeuza Mungu ni vitu. Mungu akitaka kutumia kila anayetaka kufanya kazi ya Mungu, na ongea genuine servant au genuine aliyeitwa kweli, lazima apite chuo cha Mungu. Lazima. Chuo cha Mungu ni test. Uweze kupanda cheo katika serikali ya dunia bila kufanya test. Sasa wengi wanakumbuka mimi Mungu ameniita, sasa nimefunga 40. No, eti na mwanga Yesu kwa sababu amefunga 40. Je, Yesu alipotembea juu ya bahari unaweza kutembea? Kwa hiyo the issue ni kwamba Mungu anachotaka ni moyo wako. Mungu alipoenda kumuita Petro, alimkuta anavua na wana wa Zebedayo katika Mathayo sura ya 4. Tuko pamoja na Bwana. Ukiangalia ile kesi ikufundishe kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kuvua samaki akapata hela. Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile. Lakini alipoacha kwanza Petro wakakesha mpaka asubuhi, hawakupata chochote mpaka asubuhi. Alipotokezea akamwambia ndio twende, amjapata chochote. Ingekuwa ni wewe ndugu yangu ungesema alimwambia njoo twende. Lakini akamwambia ndio twende. Aliwaacha kwanza, nendeni mkashushe nyavu mkavue samaki. Petro akamwambia Bwana, tumevua usiku kucha tutapata chochote, lakini kwa neno lako tutaenda. Na walipoenda walivua samaki wengi ambao hawajawahi kutokea mpaka mitumbo ikazama, akataka kuzama Lakini Mungu hapo ni philosophy nzito ambayo inabidi uongoze na Roho Mtakatifu. Uongoze watu wa dunia watakuhubiri vingine. Ukiwa unaongoza Roho Mtakatifu ni injili moja nzito. Walipovua Yesu akamwambia nenda mkaanza mkauze. Walikuwa ni wachanga au wanyatuzu kama wewe, ungesema kwa tukauze. Akamwambia nenda mkauze. Alimwambia basi sasa kwa sababu ameshaosha uwezo kwamba mali yote ni za baba yake aliyo nayo. Ana uwezo kila kitu. Anamwambia acha sasa, njoo mnifuate. Twende tukavue watu. Amen. Kwa hiyo na maana mtu wa Mungu alitaka kuonyesha kwamba vyote anaviweza. Lakini je, utawekeza kwa samaki? Sasa bwana sasa kwenda kwanza nimbadilishe samaki kuuza. No. Vitu vyote ni vyangu, nimeviona. Sasa njoo nifuate mimi. Ndio hata mimi nimekwambia nimefanya biashara magari, nimeenda huko Kongo, nimeenda wapi, nimefanya biashara kuuza kahawa, nimefanya kuuza ng'ombe, nimekuwa na mitumbwi, nimevua, lakini vyote hivyo Mungu alinipitisha. Alafu sasa akaona ananiambia rudisha vyote, acha vyote. Mimi mpaka leo sizidi kuuza manyumba au kuuza magari au kuvua. Lakini Mungu alinipitisha hapo ananiambia acha. Ili niangalie je, nitabezi kwenye vile vitu kuangalia au nitaacha. Mungu akubariki sana. Amen. Tunashukuru sana mtume wa Mungu kama ambavyo umetueleza, kwa kweli umetueleza kwa kina kabisa, tumeelewa kwa uzuri. Kikubwa ambacho sisi tunakuomba tena kwa mara nyingine tutakavyokuja wewe pamoja na mama mtume, pale ambapo utatupa historia ya wewe, familia yako, jinsi baada ya kuingia kwenye huduma ilivyokupokea, changamoto. Basi tutaenda kukutana tena baadaye pale ambapo sasa tutaenda kukuuliza hayo maswali. Kwa muda huu naomba tuache mpumzike. Baada ya hapo tutakuja tukutane tena kwa ajili ya kwenda kupata hizo changamoto.
baada ya kuacha kazi, Mungu alinipa maono ili tuweze kuishi na watoto na nini. Ilibidi kuanzisha mradi wa kuku ambao walienda karibu 200. Sasa walisaidia mama hata alipojifungua kuwa anauza mayai, ananunua maziwa ya watoto kwa mapacha, kwa sababu sikuwa na uwezo tena kuweza kuimudu nini, kuimudu familia, kwa sababu sina mshahara, sina kipato. Ni safari ambayo ilikuwa ni ndefu sana kwako na changamoto zilikuwa ni nyingi. Familia kama hii kubwa, kuishi kwa kutegemea kuku ni ndani ya Mungu ambavyo aliamua kumtumia mtu wake. Labda mtume wa Mungu, kupitia changamoto hizi ambazo ulikuwa hujawahi kuzizoea, wewe ni mtu wa biashara ya magari, ambayo mtu wa biashara zako zilikuwa kubwa, kurudi kwenye sehemu hii ya kulisha kuku na kuishi kwa kutegemea kuku, ili kusukuaje kwa familia? Hujawahi labda neno kumlalamikia Mungu kwamba kwa nini umenipitisha huko? Nimekwambia kama mtu akiwa na roho ya Mungu ndani yake, aliye naye anakuwa mkubwa kwa kadiri duniani. Na yeye anakuwa anamuendesha. Nimekwambia Biblia inasema katika Yohana 14 mstari wa 26, anasema nami nitamuomba Baba, naye anasema huyo roho wa Mungu atawafundisha, atawakumbusha na kuwapasha habari zijazo. Sasa huyo hata Yohana 14 mstari wa 16 anasema nami nitamuomba Baba na atapa msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. Ndio roho wa kweli. Sasa roho wa Mungu kazi yake ni kumbadilisha mtu tabia, mwenendo, sura. Ndio hata ukijiona hapo kijangalia ulikuwa la 7 na leo unajibu kama ndio wewe. Sasa watu walio na roho wa Mungu ndani mwake, Mungu anawapeleka anapotaka, sio anapotaka wao. Sio Musa, ukiniambia Musa ujasiri wa kwenda kuona bahari ya Shamu kwenye Hesabu sura 14 au Kutoka 14, akawa na ujasiri wa kwamba nitapasua hapa kwenye bahari, kwa roho wake ndani. Ni roho wa Mungu aliye ndani mwake. Sababu Musa hajawahi kupasua bahari kwa neno la Mungu, wala hajawahi kuona bahari inatengwa. Kwa hiyo vitu kama hivi ni challenges ambazo unakuwa kwa sababu na roho anakutungia mtihani, alafu akuonyesha na njia ya kupita. Amina. Mtihani wa mtume wa Mungu aliye hai alipewa mtihani huu, basi akamuonesha na njia ya kupita. Na hii sehemu unapoona tubaina na kiwanda. Hapa mama alilima. Mimi kwa sasa kula matembele katika maisha yangu, wala mlenda, wala sisi sukuma wiki katika maisha yangu. Lakini baada ya kazi kuwa imeisha, hii sehemu mama aliweza kupanda mboga za majani kabla ya hii nyumba ambacho ni kiwanda cha mikate na nini. Mama hiyo mboga ni kama muujiza. Ilikuwa kama anavyosema kwamba nitabariki miti yako ya mizaituni na mizabibu na matunda katika kutoka sura ya 23. Zile mboga zilikuwa zinaisha. Ilikuwa wanavuna leo na mnapika kwa sababu mimi kwa sababu pesa kula mlenda wala nini, lakini shangana mimi naanza kula hivyo navipenda kwa sababu maisha na roho wa Mungu alikuwa akielekeza. Kwa hiyo tulianza kula hivyo vitu vilikuwa vinyauki na viishi. Wanavuna leo, wanavuna jioni, wanavuna kesho, wanavuna hivyo hivyo. Niko kama miche labda kama 20 hapo. Lakini tutunza kwa kipindi hicho kigumu. Mtume wa Mungu, tuseme hongera kwa hatua hiyo ambayo Mungu anaendelea kukutumia, na sisi tukutakie maisha mema zaidi. Mungu aendelee kukutumia zaidi kwa ajili ya vizazi hivi na vinavyoendelea kwa ajili ya kusaidia, kama ambavyo Mungu alikwambia kwamba ukakusanye watu ili uwasaidie kumjua Mungu zaidi. Baada ya kuacha kazi, Mungu alinipa maono ili tuweze kuishi na watoto na nini. Ilibidi kuanzisha mradi wa kuku ambao walienda karibu 200. Sasa walisaidia mama hata alipojifungua kuwa anauza mayai, ananunua maziwa ya watoto kwa mapacha, kwa sababu sikuwa na uwezo tena kuweza kuimudu nini, kuimudu familia, kwa sababu sina mshahara, sina kipato. Ni safari ambayo ilikuwa ni ndefu sana kwako na changamoto zilikuwa ni nyingi. Familia kama hii kubwa,
kuishi kwa kutegemea kuku ni ndani ya Mungu ambavyo aliamua kumtumia mtu wake. Labda mtume wa Mungu kupitia changamoto hizi ambazo ulikuwa hujawahi kuzizoea, wewe ni mtu wa biashara ya magari ambayo mtu wa biashara zako zilikuwa kubwa. Kurudi kwenye sehemu hii ya kulisha kuku na kuishi kwa kutegemea kuku ili kusukuaje kwa maisha yako? Hujawahi labda neno kumlalamikia Mungu kwamba kwa nini umenipitisha huko? Nimekwambia kama mtu akiwa na roho ya Mungu ndani yake, aliye naye anakuwa mkubwa kadri duniani. Mungu awabariki sana. Amina. Amina. Tunashukuru sana kwa kupokea. Amina. Karibu tena siku Mungu akitoa kibali. Lakini ukija bila na wewe kuomba Mungu anipe kibali, inawezekana yakashindikana. Maana Mungu na bila mtangulie. Amina. Mungu awabariki sana. Basi tuombe hicho kibali kiendelee kutengenezwa ili siku tukija tuwe na kibali cha moja kwa moja. Mungu awabariki sana. Amina. Basi mimi pamoja na timu yangu viongozi wa kanisa la Mtume Paulo hatuna budi kuaga. Tunatoka pale tupite pale nyumbani ambapo tumeanzia kwenye Mpera, kwenye nchi ya ahadi kama ambavyo mtume wa Mungu alisema. Na baada ya hapo sisi tutaendelea na maisha mengine. Tunawakaribisha sana waumini wa kanisa la Mtume Paulo, wale ambao mlikuwa mfahamu historia ya mtume wa Mungu kupitia kanisa lake, pale ambapo tutaletea historia nyingine. Mungu awabariki sana.